Bwana, mimi naitwa Dario na kama unavyoona hii hapa ni UK Media TV, na leo bwana nimekuja pande fulani hivi za Mbezi stendi kwa Magufuli. Nimekuja kupiga story na watu tofauti, wajasiriamali, makondakta, watu wanaofanya kazi tofauti hapa, watu wanahangaika, watu wanawaso. Kwa nimekuja kukutana nao leo tupige nao story moja mbili tatu kuhusiana na kila wanachokifanya, mambo wanayofanya, biashara wanazifanya, deals wanazifanya. Kwa hiyo make sure una comment, una subscribe, una share, una like na unamjuza mwingine mwenzio kwamba UK Media TV in town imeanza kazi. So let's go. Yes, kama nilivyowaambia tuko Mbezi na hawa ndo ndugu zetu ambao tunakutana nao mara kwa mara hapa. Kama unavyoona hali yake gisi alivyo, ni kijana tu, bado hajawa hata mtu mzima kabisa, ni bado kijana kabisa. Kama unavyomuona, anaweza akawa ni brother wangu ambaye labda mimi namfuata labda mara moja au mara mbili, lakini ukiangalia leo gisi alivyo, muonekano wake, unaweza kujua labda ni mtu fulani ambaye ameshaenda sana ejigo, lakini bado kijana kabisa. Na hali inawapelekea ndugu zetu kuwa hivi ni maisha wanaopitia na changamoto wanazozipitia na nini, na ndio maana sisi kama UK Media TV tumeamua kuja Mbezi, kwa sababu mara kwa mara tunapopita huko tunakutana na hizi hali sana, na ni kitu ambacho kinatuingia na kinatugusa sana. That's why leo tumeamua kuja kupiga nao story ndugu zetu kama hawa, tujue shida gani wanazopitia, changamoto wanazopitia, aidha wametelekezwa na watu, familia na nini, tunataka tujue, na kama pia serikali ina msaada wowote ile iweze kutoa msaada, kwa sababu hawa ndugu zetu hatuhitaji kuona wanaendelea kukaa hivi. Kwa hiyo tunataka kupiga naye story, tujue matatizo yake na nini. Inakuwaje kakaangu? Salama kabisa. Uko poa? Niko poa. Kwanza mimi nikushukuru kwa kunipokea, kwa sababu kuna wengine tulijaribu kuongea nao, wamesema kwamba hawataki kuonekana kwenye mtandao na nini, lakini wewe umetukaribisha na umetupokea, na nashukuru sana kwa hilo. Ningependa kwa ufupi ujielezee wewe ni nani, unatokea wapi, ni mwenyeji wa wapi, yani ujitambulishe kwa kiufupi. Majina yangu naitwa Emmanuel Daniel Chalo, nimetokea Dodoma. Nimepata ajali mwaka juzi. Sasa sina ndugu, sina pa kulala, ndio maana unaona ninakuwa niko hapa natafuta msaada, ili kwamba ikifika jioni nashuka chini naenda kulala. Asante sana ndugu zangu wa Tanzania na watu walioko nje ya nchi. Kama mnavyoona, huyu ndugu yetu anaitwa Emmanuel. Unasema unaitwa Emmanuel nani? Emmanuel Daniel Chalo. Huyu ndugu yetu anaitwa Emmanuel Daniel Chalo, na kama unavyoona hali yake ndio hii. Huyu jamaa bana akatu surprise sana, na kama unavyoona hata anavolia na nini, amefikia hadi hatua ya kulia. Inaonekana kuna vitu kibao vinavyomsibu, inaonekana kuna majanga kibao yanayomsibu, lakini hatutochoka, lazima tutaongea naye, tupige naye story, tujue matatizo ni nini, ili tupate kumsaidia sisi kama UK Media TV. Sasa ndugu yangu Emmanuel, naam, una muda gani hapa Mbezi? Yani kwa sababu unaona nimekuta umekaa hapa umelala, mimi ndo nimekuamsha na ulikuwa umepumzika zako umelala. Sasa nitaka nijue una muda gani hapa Mbezi na mishe zako zaidi sana ni nini hapa Mbezi? Hapa bwana na muda kama wa miezi kama 6 hivi, na mishe zangu kama unavyoona, nakuja nakaa hapa, watu wanakuja wananulishia 200 mia ngapi, napata msaada chochote chakula. Wengine wenye huruma zao wananipa chips kama hivi. Na kwa Watanzania ambao wanaweza wakahitaji kujua kwa kina kabisa, wanaweza wakahitaji wajue wewe ni mwenyeji wa wapi, umezaliwa wapi, unatokea wapi. Hilo pia linaweza ikawa ni kitu kizuri sana Watanzania kufahamu. Mimi ni mwenyeji wa Dodoma. Nimetokea Dodoma, nilikuja huku na mtu alinileta huku. Nilikuwa nafanya kazi machinjioni pale Kimara Stopover. Kwa hiyo nilipopata ajali ndo kama hivi. Kwa hiyo nimetelekezwa, sina ndugu, sina pa kulala, nalala chini hapo darajani, mvua ikija unasimama kama hivi. Kwa hiyo ndo hivyo ndo maisha yangu kwa sasa.
Sawa ndugu yangu Daniel, nashukuru sana kwa kujintroduce kwa sababu umetuelezea maisha yako na ulipotokea. Wewe ni mwenyeji wa Dodoma. Na ilikuweje ukafika Dar es Salaam hapo ukajikuta umefika Dar? Na pia ajali uliipata ukiwa Dodoma, hizo ajali umekuja kuipata ukiwa Dar es Salaam? Ajali nilipatia Dar es Salaam maeneo ya Kimalasuka. Ndio nilipatia ajali pale. Nilikuwa navuka barabara nikagongwa na bodaboda. Mguu wangu ukavunjika. Wasamaria wema wakanipeleka Muhimbili pale Moi. Wakaenda wakanifanyia operation wakaunga mfupa. Lakini baada ya hapo ndio kama hivi najua watu wanachoka. Kwa hiyo nikaamua sasa nakuja nakaa hapa, mwenye imani yake ananiungia 200 300, basi napata hela ya kula. Ndio maisha yangu kwa sasa. Sawa ndugu yangu Daniel, hii ni UK Media TV na tunahitaji tujue vitu vingi kutoka kwako, kwa sababu tumeona hali yako sio hali ambayo inaridhisha kabisa. Hata Watanzania wanapoona hii video lazima watahuzunika sana, na nina imani kuna watu wengi watajitokeza kukupa wewe msaada kutokana na hii hali ya walioiona hapa. Sasa nitaka nijue kitu kimoja ndugu yangu Daniel. Naam. Ulisema umepata ajali ya bodaboda, si ndio? Ulisema umepata ajali ya bodaboda. Na nitaka nijue hichi kinachopelekea mguu wako kuwa hivi. Ni kwa sababu ya kukosa matibabu, aiza vipi? Na nini kinachosumbua sana kwenye huu mguu wako? Yani kwa sababu tunavyoona, kama unavyoona, ni mguu ambao unatoka damu na tunahisi labda kuna maumivu. Na unawezaje kuishi maisha haya ya kulala hapa nje na mguu ukiwa hivyo na nini? Tunatakiwa utuelezee zaidi sana ndugu yangu kwa hilo, ili Watanzania wajue na wafahamu. Maumivu yapo, yaani vidonda hivi vishakauka, vilikuwa vikubwa, hata kuweka kidole hivi kinaingia kinazama, lakini kwa sasa hivi vimefunga. Sasa kwa ndani ndio sijui kuna nini kwa ndani, lakini kwa nje vimeshafunga kama mnavyoviona. Naona bwana, sasa nina wasiwasi na huu mfupa waliufanyia operation vibaya, kwa sababu unaona mguu umepinda. Kwa hiyo sasa hapa nikipata msaada waende wakaunyoshe upya. Yaani ndio shida. Na kitu ambacho Watanzania pia wanahitaji kujua ndugu yangu, ulisema Emmanuel, si ndio? Kitu ambacho Watanzania wanahitaji kujua pia hivi, kitu ambacho Tanzania pia wanahitaji kujua, kutokana na hali yako hii, una uwezo wa kutembea labda ukatoka hapa kwenda chini hapo, aza kwenda kununua chakula labda nini? Una uwezo wa kutembea kutokana na hali yako hii? Na uwezo wa kutembea na magongo, lakini sio mimi peke yangu. Unakuwa unatumia magongo? Mguu unavyotoka damu hivyo, unakuwa unakupa maumivu au ni hali ambayo unakuwa ushazoea kiasi kwamba hadi maumivu tena hausikii? Maumivu yapo. Na hasa kipindi cha mvua maumivu yanakuwa makali sana. Yaani mvua ikinyesha napata maumivu makali sana. Sasa ndugu yangu Daniel, kitu ambacho mimi nataka nijue na Watanzania pia wapate kujua, ulisema kwamba familia imekutelekeza, si ndio? Lakini familia ipo Dodoma. Familia iko hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam. Na uliwahi kubahatika kuwa na mke wenda labda? Nilikuwa na mke na watoto 4. Lakini kwa hali hii hapa, kwa hiyo wakaamua kuniacha. Kwa hiyo hali hii ndio imesababisha mke wako kukuacha. Na watoto wako wapi? Wako hapa Dar es Salaam. Na wameshakuwa watu wazima kabisa, wanasoma nini? Wakubwa tu. Sasa mama yao amewatia sumu, hawataki kunisaidia. Hawataki kusaidia. Pole sana ndugu yangu Daniel, na hili jambo lilikukuta leo, na imani wa Tanzania wanaokuona leo lazima watakusaidia, kutokana na kwamba hali yako ni ngumu hadi umefikia kipindi kabisa unalia. Unajua mwanaume anapotoa machozi kama hivyo, yani unapitia wakati mgumu sana. Na imani wa Tanzania, nyinyi mnaoniangalia, mnaotizama hii video, lazima mtamsaidia. Tutashirikiana wote kwa kuchangia, kwa kumsaidia ndugu yetu, kumtoa kwenye hii hali, kumpeleka kwenye hali nyingine, kwa sababu hii sio hali nzuri ya binadamu mwenzetu kupitia. Kwa hiyo na imani kwa yeyote yule atakayeguswa lazima
atahakikisha apambane ili amsaidie ndugu yetu Emmanuel atoke kwenye hii hali aende kwenye hali nyingine, kwa sababu kinachomhitaji kwanza, kabla sijaongea chochote, ndugu yangu, wewe msaada mkubwa ambao unaohitaji kwa Watanzania wanaokutizama ni hupi kwa sasa hivi? Msaada mkubwa namba moja, kwa sababu na imani unahitaji vitu vingi sana Watanzania wakusaidie, lakini nitaka ule msaada mkubwa namba moja ambao wewe unauhitaji kwa sasa hivi Watanzania wakusaidie ni upi? Cha kwanza tu nahitaji matibabu, nikae sawa. Ukae kwanza vizuri, upone. Nikae tu vizuri, nipone, nitembee kama wenzangu. Ukipona unakuwa umejisikia furaha, faraja. Nikipona nitakuwa nafanya kazi zangu. Sasa kama hivi nafanya kazi gani? Nimekuwa omba. Ndugu zangu wa Tanzania, kama mnavyoona ndugu yetu Daniel amefikia hadi analia. Kwanza leo ni kama tumekuja kumsurprise, tumekuja kumtia moyo, tumepiga naye story. Watu walikuwa wanampita, wanamtelekeza hapa, lakini leo tumeamua kuja kupiga naye story leo. Na kama mnavyosikia anavyosema, msaada mkubwa anaohitaji kwa Watanzania na serikali ya Mama Samia, viongozi wetu wote, mawaziri, wabunge, anachokihitaji ni msaada wa kumtoa kwenye hii hali, kumpeleka kwenye hali nyingine. Hicho ndio kitu ambacho anakihitaji. Na ndugu yangu Emmanuel, naam, nitaka nijue kitu kimoja. Umeniambia kwamba wewe unalala hapa stendi ya Magufuli, si ndio? Huko darajani hapo chini hapo. Changamoto gani ambazo zishagawahi kukukuta usiku, labda wakatokea vibaka? Kwa sababu mimi ninavyojua hapa stendi kuna vibaka wengi, wezi, watu wanaofanya matatizo mengi sana hapa, wauni. Hamna changamoto yote ambayo ishagawahi kukuta hapa usiku nini ukiwa umelala? Yaani changamoto inayonitokea usiku ni mvua. Mvua ikinyesha ndo changamoto, lakini watu kunifanyia sijui masuala ya uhuni, hapana. Yaani kinachosumbua sana mvua inavyonyesha. Mvua ikinyesha unashindwa kulala. Unashindwa kulala. Kwa hiyo sehemu unaolala wewe ni darajani huku chini, yani mvua inavyonyesha, yani wewe unanyeshewa hizo vipi? Nanyeshewa ndio mvua, kwa sababu huwezi kuna nini. Na mvua inavyonyesha sinakuwa inagusa kwenye kidonda huko. Ndio shida hiyo sasa. Ndio maana unaona kidonda kinachelewa hiki, kwa sababu kidonda na maji ni tofauti. Ndio. Kwa hiyo mvua inavyonyesha unakuwa unaloa kwenye kidonda. Naloa sasa, sina namna, kwa sababu mvua inapokuja kubwa na hapo darajani chini hapo huwezi kujikinga, kwa sababu tunakuwa tuko wengi. Na kitu kingine cha msingi ambacho nitaka nijue kwa haraka haraka, kwa sababu muda unazidi kwenda, nitaka nijue hivi kwa siku kukadiria, yani kwa siku una watu wanaokusaidia hapa, wanaokuchangia? Kwa sababu nimeona hapa, hebu Alexa, naomba uoneshe kidogo sadaka anazozipata ndugu yetu Samani. Nitaka nijue hivi kwa siku msaada unaoupata hapa, watu wanaokuchangia, ni kwa siku unaweza ukawa unapata kama shilingi ngapi? Kwa siku unaweza ukapata 3,000, 4,000. Inakidhi tu mahitaji ya kula jioni. Ya kula. Lakini matibabu hamna. Kitu kikubwa zaidi ni matibabu, kwa sababu madaktari wenyewe wanasema afya ndio muhimu, si ndio? Na mimi hicho ndo ninachokihitaji, yaani Watanzania wenzangu wanisaidie matibabu ya mguu wangu ili nikae sawa, niwe sawa na wenzangu, sababu unapopona utakuwa na nguvu za kufanya kazi, si ndio? Nitakuwa na nguvu za kufanya kazi mwenyewe. Lakini sasa hivi kama hivi unavyoona hivi, nimekuwa omba hivi, naomba 200 hivi. Sasa nitafanya kazi vipi hapa? Natembelea magongo kama hivi, siwezi kufanya kazi. Siwezi. Ndugu zangu wa Tanzania, kama unavyoona leo tupo Mbezi, tupo stendi ya Magufuli, na leo bana tumekuja kumtembelea ndugu yetu huyu hapa Emmanuel. Ndugu yetu bana na matatizo kama mnavyoona, ni mtu aliyefuata ajali. Historia yake ni ndefu sana, so hatujaongea mengi, lakini tutapata muda mzuri wa kuongea naye mambo mengi. Lakini kama mnavyoona ndugu yetu ni mtu ambaye anahangaika sana na matatizo ya ajali, kama unavyoona hadi mguu umekuwa hivyo, hata ngozi yake pia mnaweza mkaona. Hii yote ni hali ya maisha, basi hata unaweza kuona ngozi yake gisi ilivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtu yeyote ambaye ana moyo lazima limguse. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, viongozi wetu, rais yetu Mama Samia, naombeni jamani, mguswe na hili janga na hili tatizo linalomkumba ndugu yetu Emmanuel, apate kutoka kwenye hii hali aende kwenye hali nyingine. Na ndugu yangu Daniel Emmanuel, ulisema kwamba wewe una simu, si ndio? Sasa Watanzania ambao wameguswa
watakusaidieje? Kwa sababu umesema hauna simu. Sasa yani Mtanzania yote ambaye ameguswa labda anataka kusaidia, atakusaidiaje? Atakupataje? Kwa sababu umesema hauna simu. Yani muda mwingi mimi nakuwa hapa toka asubuhi mpaka jioni. Yani mtu anayetaka kunisaidia atanipata hapa. Kwa sababu sina simu. Ningekuwa na hela ningenunua simu, lakini sina simu. Kwa hiyo ina maana msaada wangu ni hapa. Kwa hiyo Mtanzania yote anayeguswa aje hapa, atanikuta, atanisaidia. Ndugu zangu wa Tanzania, huu sasa hivi ni familia yetu sisi. Kama unavyojua sisi ni UK Media TV, na kawaida yetu sisi tuoga tunapita street kuangalia watu wanaosumbuliwa na matatizo, watu wanaopata majanga, na huu ni moja kati ya ndugu yetu ambaye tumekutana naye leo, na sitaki kueleza sana matatizo yake, lakini anachokihitaji sana ni msaada, na amesema kwamba hana simu, na kama hana simu, kitu ambacho kitamsaidia, msaada wote ule ambao utamfikia, nadhani unaweza ukawa ni kupitia sisi UK Media TV, kwa sababu ndugu yetu huyo hana simu, na ametuelezea kwamba sehemu ya kumpata ni hapa hivi. Angekuwa na simu labda tungetoa namba yake hapo, lakini sisi kama UK Media TV tunatoa namba zetu hapo kwenye screen, ambazo hizo namba Watanzania wote wale walioguswa na situation ya ndugu yetu wataenda kutoa msaada kupitia ndugu yetu, na yule yote ambaye anaweza akahitaji kukutana naye ndugu yetu, aongee naye, labda amsaidie, ataenda kutupigia kupitia namba yetu ambayo tutaiweka hapo kwenye screen, ili apate kupiga mastori na ndugu yetu, apate kumsaidia zaidi. Lakini kwa wale wanaotoa michango na nini, ambao wameguswa wanahitaji kumsaidia ndugu yetu, watatoa michango pia kwenye namba yetu hiyo ambayo nitaenda kuhitaji hapo, ambayo ni 07 59 55 69 74. Naomba kurudia, ni 07 59 55 69 74. Majina yanatoka Alfred Musa Rumarumo. Wewe Mtanzania, wewe mkurugenzi, wewe rais, mama yetu Samia, ambaye hawa ni watoto wako, unapoguswa na video kama hii, tunakuomba mama yetu upate kumsaidia ndugu yetu huyu, kwa sababu anahangaika. Unaweza ukaona gisi alivyo, hali yake ni hali mbaya, na sisi tunahitaji kesho, aidha kesho kutwa, tuje tumtembelee, tukija kumuonesha zawadi ambazo Tanzania walizomzawadia, kwa sababu na imani wa Tanzania wana upendo na mtaguswa sana, na lazima mtamsaidia kupitia hii hali anayopitia ndugu yetu. Kwa hiyo tuna imani kupitia hiyo namba tuliyoitoa mtatoa misaada yenu, na kesho aidha kesho kutwa tutakuja kumtembelea ndugu yetu, tutamtoa kwenye hii hali, tutamnunulia nguo nzuri, tutampeleka hospitali, na tutawaonesha kila kitu kwenye mtandao, na mambo yatakuwa vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana Watanzania, na muendelee kuwa na ushirikiano, na muendelee kuwa na upendo. Asante sana. Ndugu yake ambaye amsaidia, kama mnavyoona Watanzania wenzangu, huyu hapa ni ndugu yake ambaye anamsaidia ndugu yetu huyu hapa, kuwa naye hapa kumsaidia, labda kumpa dawa. Kwa hiyo anahitaji kuongea na Watanzania chochote kile. Hebu ongea kidogo ndugu yangu. Yani huyu tunalala naye huko chini. Ndugu wa Tanzania, najua sio kile mwanamke anasema anasema kuna mama, wewe ni mama Samia, muangalie ndugu yetu. Yuko mazingira yake sio rafiki, hatarishi. Na yeye ana uwezo na thubutu. Issue ni hapa. Tayari ni anifiti ajiwezi tayari. Kwa Tanzania wenzangu, mguse na huyu jamaa sababu anania kupona kuthubutu. Na pia na uwezo, alikuwa ni machinga huyu. Muuza mitumba. Alikuwa mitumba anachukua Tandale anauza. Kwa mazingira yoishi analala mazingira taishi, mvua ikinyesha ya kwake. Mimi nimetoa kitenge cha mke wangu, hadi begi nimpa uongo. Begi nimetoa mimi. Kwa upendo tu. Ila kama mtu anaigusa na huyu jamaa amokoe kwanza apate, sababu mtaji kwa binadamu ni afya. Akiwa na afya njema anaweza aka struggle. Na mimi Tanzania wengi wanaona ila jamaa yuko vizuri, ana skills, ana behave, ana baloti. Akiwezeshwa anaweza kasubutu. Kwa hiyo natarajia kwamba the richest man in Babylon baadaye hawa. Ila sema tu ana nguvu. Ila mazingira yake sio rafiki. Mvua ikinyesha hawezi kutembea. Yafikia haja ndogo alisaidia pale pale.
mimi ndo nambeba, namsogeza hapa, namsafisha kama hivi ninavyoona. Hapa nimeona nikaja nimeguswa kwa sababu mimi ni Msukuma, huyu Mgogo. Ni familia ambayo nimeishi nayo Dodoma. Kwa kama Mama Samia, unajua sio kila mtu anazaa sio kuna mama. Kuna mwingine anazaa mama na sababu. Mwangalie kijana kaka yako, ni afya kaka yake. Ila jamaa kiwezeshwa anaweza. Because the impossible is possible. Naweza you can win. Ila anayeguswa ujamaa na mawasiliano, ukitaka kusubiri kwa hadi anapolala utakubali. Mvua jana mimi nimetoka Malamba nyumbani, mimi niko kivulini. Na mtu akalowana, unamwona hivi? Hii dawa namwekea mimi ujue. Na inunua pale 3000 namwekea. Umeona hii? Kwa imani yangu mimi nionayo hapa. Hata juzi nimposti kamogesha, hajaoga hata miezi mitatu. Elewa? Asante sana. Naamini maeneo nyingi na wadau na masponsa. Huu ndio utu. Huwezi kumpenda Mungu wako yeye kumuona unashakupenda ndugu yako. Hata Mtume anaongea katika Qur'ani kwamba unakula unashiba chakula na mboga jalani, chakula na njaa utakuwa mnafiki. Nimekosea shewe. Huwezi kula chakula inasaza na mboga jalani, chakula na njaa utakuwa ni muongo. Soma katekisimu nani hicho kidogo cha sala namba 27 inasemaje? Unampeaje Mungu wako yeye kumuona unashompea ndugu yako, utakuwa ni muongo. Huyu jamaa kama mkimsupport yuko vizuri. Hakuwa hivi tokea tu emergency, unajua hakuna mkamilifu. After tunafanya kitu kama hichi, huo ndio utu. Unaona? Huo ndio utu. Huyu jamaa yuko vizuri. Yeye na imani cha kwanza anachoomba kama kweli watu wa ngoja kidogo ongeza nasema true love never dies. Kwenda kweli. Huyu ana makazi, ana malazi. Hii mvua ya kwake. Na niongea na mke wangu jana amfanye mpango Malamba apange chumba. Hapo unamuona hapa kutoka hapa anakula chini ya daraja. Kisha mvua maji yote yanakuja chini. Uwezo kutembea huyu ana. Pamoja na mkuu. Hii begi imetoa begi yangu mwenyewe, uongo. Kwa upendo tu. Umeona? Sasa ninachoomba msupport kwanza apate malazi. Unajua huwezi kuwa maisha mazuri kama unalala nje, uongo. Kwa ndani unaweza kupanga maisha, sio mkubwa. Kwa hiyo yanachomkosi, na maana hata kilala pale kuna ndio wajua mwenyewe wanamfokoa. Sasa inakuwa sio vizuri, ila na mimi nikipata malazi yuko vizuri, kwani investing anaweza. Asante sana. Ila cha kwanza sasa ni malazi, aweze kuweka mwili afya. Unajua pia ni afya, kufa au kuishi ni uamuzi wako. Kwa hali yake ni fit, ndio ajiwezi. Asante sana. Mimi niko naye ndugu yangu mtani. Hawa jamani watu wema. Kwa sababu gani? Wamesubutu, wamekufuata mpaka hapa, wameacha kazi zao, shughuli zao, kwa sababu yako wewe. Naamini Mungu kaonyesha njia. Because the impossible is possible. Sekana inawezekana. Hii nuru kwako tayari. Naamini umma wote unaangalia, wote naangalia. Asante sana. Naamini kuwa na imani ya Mungu wako, yeye na Mungu wako, Yesu Mungu alisa UI atakusaidia. Asante sana. Watu wangu wa UK Media TV, kama mnavyoona huyu jamaa ametoka kuongea hapa. Huyu ni ndugu yake kabisa ambaye anayemsaidia hapa, ambaye anamfanya yeye kumpa dawa na nini. Kwa hiyo ni ndugu yake kabisa. Kama mnavyoona niko na wote wawili hapa. Kwa hiyo hata msaada au misaada tutakayoleta kwa ndugu yetu huyu, lazima tutamkuta huyu ndugu yake hapa, kwa sababu huyu ndo ndugu yake ambao wako naye Bennett. Huyu ndo anayemsaidia, anayemfanya mambo yake yanaenda vizuri, anampa chakula, anampa dawa. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo sasa nataka nisikie tu neno moja kwa ndugu yetu Emmanuel ambalo anahitaji kuambia Watanzania. Neno hilo moja ili tufunge interview. Neno moja kutoka moyoni mwake ambalo anahitaji kuambia Watanzania, ndo nataka nilisikie kutoka kwa ndugu yetu huyo hapa Emmanuel, and then tafunga interview.
Sisi kama UK Media TV tuna zawadi yetu tutamwachia hapa, na tuhitaji kuionyesha kwenye kamera, lakini tutamwachia hapa. Lakini tunahitaji Watanzania mfanye vitu kwa sababu mnavyoona ndugu yetu hali yake ni mbaya sana. Hana hali nzuri kabisa. Na imani hata bosi wetu wa UK Media TV ambaye anaitwa Mchizi wa UK akiona hii lazima atashirikiana na hili jambo, kwa sababu na yeye ni mtu wa huruma sana, ni mtu wa upendo sana, lazima atashirikiana na hili jambo. Kwa hiyo ndugu yangu Emmanuel, naomba ana makazi maalum. Ndio. Yeye niko mazingira hatarishi. Jiwezi analala nje. Lakini cha mvua hichi. Asante sana. Kwa hiyo ndugu yetu Emmanuel, tunataka uambie neno moja kutoka moyoni ambalo unataka uwaelezee Watanzania, kwa sababu hii inaenda mtandaoni na watu watakuona. Kuna watu ambao wanakujua, kuna watu ambao hawakujui. Kwa hiyo tunahitaji neno moja tu ambalo hilo neno linaenda kuwagusa Watanzania kutoka kwako. Unawaambia nini? Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu imekuwa ni neema kwangu, ila ninachoomba Watanzania msaada tu nipone, yaani msaada wa mguu wangu ndio nachowaomba Watanzania. Na unamwambiaje rais wako Mama Samia? Mama kama ataona basi anisaidie, manake hali yangu mbaya, sina pa kulala, sina nini, kama unavyoniona hivi nikuja kuombaomba hapa. Kwa hiyo naomba msaada wa namna hiyo. Asante sana ndugu zangu, hii ni UK Media TV na leo tumekuja Mbezi kama nilivyowaambia. Tumekutana na ndugu yetu Emmanuel, tushapiga naye mastori, na baada ya siku 2-3 nadhani Watanzania watakuwa waishachangisha, watatoa misaada. Kwa hiyo tutakuja kumtembelea tena. Tumejua makazi yake ndo kama haya, anakaa chini. Kwa hiyo tutakuja, tutapiga naye tena mastori, tutamletea zawadi zetu. Asante sana Watanzania. Make sure una follow, una subscribe, una comment, una share. This is UK Media TV. Asante sana.